Natamani sana wakati ambao watoto wako wamenyamaza kimya, tunaanza kula na kunywa mezani kwako. Yesu ukasimama mwenyewe. Sema na kanisa lako, sema na watoto wako. Sema nami Bwana wa majeshi, Mungu wa uzima, niko tayari kusikia. Mungu wa mbingu na nchi. Sema na kila mmoja mmoja ambaye amefika katika nyumba yako. Mungu usimwache, usikumbukie. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, fungua akili zetu, fahamu zetu. Kile ambacho mtakatifu umeona vyema kusema nasi mchana wa leo, jioni, Mungu yakakae ndani yetu na tukayaishi hayo kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Najua tunafahamiana vizuri, si ndio? Si tunafahamiana vizuri? Hakuna haja ya kujitambulisha. Majina yangu ni yale yale. Na Mungu amenibariki na hayo. Mungu atubariki sana. Amina. Leo somo letu tunataka kujifunza linalohusiana na mwanamke waombolezao. Haleluya. Wanawake waombolezao. Tunaona mwanamke anaweza kufanya mambo makubwa sana. Na si kanisani tu, ni kuanzia kanisani, familia, kwenye familia, jamii, taifa. Mwanamke ana nafasi kubwa sana. Tena sana tu, ni kubwa. Mwanamke ana nafasi kubwa. Huu ni utangulizi. Mwanamke ana nafasi kubwa sana katika jamii, katika kanisa, katika familia. Mwanamke ana nafasi kubwa. Amina wapendwa. Amina. Na mwanamke ni mwenye huruma. Tunamtambua mwanamke kama ni mwenye huruma. Na tunalifahamu hilo. Amina. Amina. Lakini pia mwanamke huyo huyo ana ujasiri. Amina. Ana ujasiri. Anajali. Anathamini. Amina. Amina. Amen. Anajali, anathamini vipi? Tumeona katika familia zetu, mama anaweza kaa ana mtoto ama ana watoto. Anayetazama familia ni mama. Baba yeye anaumiza kichwa kwa ajili ya kufanya nini? Kutafuta watoto wale, familia itakula nini. Lakini mama yeye ni muda wote anatamani kuona watoto wake wako vizuri. Amina. Amina. Anatamani kuona watoto wake wako vizuri muda wote. Lakini baba yeye anachowaza ni kutafuta. Na akitafuta kileta, anatulia, anasubiri umwandalie ale. Amina. Amina. Kwa hiyo tunamuona mwanamke ni mtu wa tofauti sana. Mungu amempa neema na kibali cha kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja na sio baba. Amina. Anafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Akiamka asubuhi, yani kwanza kilala, anapoamka asubuhi, yeye anachowaza kuna kupika chai, kuna kuangalia watoto, kuna kufanya, kuna kufua, sijui kuna nini. Yaani vyote vinamtazama na anapiga hesabu mpaka muda fulani nataka niwe nimemaliza ili nifanye na mambo mengine. Amina. Lakini baba anasubiria ni kwamba anasubiri mama kiamka, akute chai kwa mezani, ajiandae. Tena hapo sio kwamba anajiandaa, wao ndio wanamwandalia. Kama ni nguo ya kuvaa, maji ya kuoga, kaoge, aenda akatafute. Kwa hiyo tuna uwezo mkubwa sana wanawake ambao Mungu ametukirimia, ametupa. Amina. Tukisoma Biblia, tukisoma Biblia, tunamwona Yesu wakati anasulubiwa. Yesu anapelekwa msalabani, anasulubiwa, wanawake ndio waliokuwa wamejaa wanamlilia. Mpaka ikafika hatua akasema msinililie, jililieni ninyi na nani? Jililieni ninyi na watoto wenu.
wanawake walilia, wanaume wa kazi wapo kazini kwa ajili ya maandalizi ya kumpigia Yesu msalabani, kumpigilia Yesu misumari msalabani, si ndio? Lakini wanawake waliomboleza, walipaza sauti zao kwa huruma, kwa uchungu. Kwa nini afanyiwe hiki? Kwa nini anatendewa haya? Lakini ilikuwa ni wakati wake na ilikuwa ni kusudi la Mungu ili kutimiza ukombozi juu yetu. Amina. Unaweza kusoma pale Luka 23:44 hadi 49. Luka 23. Aliyepaona namba nisomee. Luka 23 mstari wa 44 hadi 49. Luka 23:44 hadi 49. Nitasoma. Hapo ilikuwa yapata saa 9, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu walikuwa wamekutanika kutaka zama mambo hayo. Walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga kifua, na wote walijipiga vifua, na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Amina. 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 Pointi yangu iko pale mstari wa 49. Na wote waliojuana na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini tunaweza tukasoma tena Luka 24 mstari wa kwanza na wa pili. Luka 24 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza unasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyaweka tayari. Mstari wa pili, wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Endelea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo tunaona namna gani wanawake ambapo waliweza kujitoa kwa ajili ya kulia na kuomboleza wakati Yesu anasulubiwa. Naona ile sura ya 24 na ule mstari wa kwanza na wa pili anasema kwamba ile siku ya tatu siku ya tatu bado wanawake hawakunyamaza kimya, pamoja kwamba walishuhudia ile tukio wakati Yesu anasulubiwa.
lakini bado siku ya tatu, kama Yesu alivyosema kwamba siku ya tatu nitafufuka, wale wanawake walikuwa wa kwanza kwenda wapi? Kaburini, na wao ndio wale waliokutana na malaika. Amina. Baada ya kufika kaburi, Yesu amefufuka. Wakati wanashangaa na kukumbuka yale Yesu aliyoyasema, malaika wa Bwana akawatokea na kuweza kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndivyo ilivyo hata leo. Wale ni walikuwa ni wa kipindi kile, lakini leo hii tunaambiwa sisi, leo hii uko kwetu. Amina. Tunaona mwanamke yeyote katika jamii, jambo lolote likitokea, iwe misiba iwe magonjwa, wanaokimbia wa kwanza ni wanawake. Iwe imetokea ajali, wanaokimbilia ile sehemu ya tukio ni wanawake. Kuna jambo lolote, kuna harusi, wanaokimbilia ni wanawake, ndio wanakuwa wa kwanza. Kumbe tuna nafasi kubwa ambayo tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi katika nyumba ya Bwana na katika jamii ambayo tuzunguka. Tunaweza kufanya mambo makubwa sana sana sana, ili mradi tu tuwe tumekubali kufanya nini? Kujitoa kisawasawa. Tuwe tumekubali kujitoa, mimi na wewe. Tukikubali, inawezekana. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Tunapaswa kusimama katika zamu zetu kama wanawake wale walioweza kusimama na Yesu, walioomboleza. Leo ni zamu yetu kuomboleza mbele ya kanisa, ni kuomboleza, kuhakikisha kila jambo liko sawa katika nyumba ya Mungu. Amina. Na wanawake waombolezao ni wale wanawake ambao wanalia sana. Wanalilia nini? Mambo yanaweza kama yametokea ndani ya kanisa, watu wanalia uasi. Hawatamani kuona masuala ya uasi ndani ya nyumba ya Mungu, lakini pia hata kwenye familia. Hutamani kuona mtoto wako ukiwa amepotea. Hutamani kuona kitu kama hicho. Mwanamke anakuwa wa kwanza kulia na kuomboleza, kwa nini mtoto wangu yuko hivi? Vivyo hivyo hata katika nyumba ya Mungu tunatakiwa kuomboleza, kuhakikisha kila jambo liko sawa katika nyumba ya Mungu. Na ili kuweza kukutana na Mungu, ni lazima tuwe sawa mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Hatutamani kuona kanisa likiwa na machafuko. Hatutamani kuona familia zikiwa na machafuko zaidi sawa. Hatutamani kuona watoto wetu wanaharibikiwa. Mwanamke akisimama kwenye zamu yake, hakuna kinachoshindikana. Amina. Napofungua Yeremia 9 mstari wa 17 na 18. Yeremia 9. Yeremia sura ya 9 na mstari ule wa 17 na wa 18. Yeremia sura ya 9. Nitasoma. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi, mkawaite wanawake waombolezao, ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje. Nitasoma na 18. Na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike machozi. Amina. Amina.
Nitarudia tena. Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini nini, mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yenu yachuruzike machozi na kope zenu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni. Amina. 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 Ni nani anaweza kuomboleza? Ni mwanamke. Amina. Ni mwanamke. Tunapaswa kuomboleza, kulia mbele za Mungu, kuhakikisha kanisa liko salama, lakini pia familia ziko salama, taifa liwe salama. Sisi ndio wa kuomboleza yanapotukia mambo mbalimbali katika ulimwengu. Ina maana wanawake tumenyamaza, hatujaomba. Tunatakiwa tuombe. Kanisa tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma wanawake wachache katika Biblia ambao walifanya mambo makubwa, Kwa mfano kama tusome Dorcas. Tunaweza namba moja Dorcas. Dorcas alikuwa ni mtu mwenye moyo wa huruma na aliyetenda mema. Amina. Alijaa huruma huyu mwanamke. Hata tunaposoma kwenye Biblia tunasoma ni taarifa nzuri ambazo mwanamke mwenzetu alizifanya nini? Alizifanya. Amina. Unaweza kumpata katika Matendo 9:36 hadi 43. Huyu mwanamke Dorcas. Matendo 9 mstari ule wa 36 hadi 43. Alipata namba asome. Matendo 9. Matendo 9:36 hadi 43. 36 inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwapo Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyeshea zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono akamwinua, hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni matendo ya Dorcas. Dorcas alikuwa na moyo wa huruma, lakini pia alikuwa na matendo mema ambayo alikuwa amejaa nayo, na alitembea katika haya. Alipomwona mjane yatima, aliweza kuwashonea nguo, aliweza kufanya vitu kwao.
Tunaona hata alipofariki walilia, hawakuamini kile ambacho kimetokea, hawakuelewa kwa sababu waliguswa na kile ambacho ya yale matendo ambayo alikuwa anayafanya Dorcas. Hawakutaka kabisa kuelewa kama ni kweli na kuamini kwamba amefariki. Walitafuta nani anaweza kufanya vitu kama hivyo. Ni kwamba pale walipokuwa alikuwa mwanamke peke yake? Sio kweli, walikuwa wanawake wengi. Lakini kwa nini Dorcas mpaka leo tunamsoma? Ni kwa sababu ya yale ambayo ameyafanya, ambayo anatamaniwa hata kwako yaweze kutendeka siku ya leo. Amina wapendwa. Ambayo haya matendo yanatakiwa na sisi wa leo tuyafanye. Unapomwona mtu mhurumie, mjali, mpishe. Hana chakula, mpe ale. Na ukimpa upaswe kusema kwamba mimi ndio nimefanya kitu fulani kwa mtu fulani, mimi nimefanya kitu fulani kwa mtu fulani. Utapata thawabu. Ukisema utapata thawabu kwa mwanadamu, lakini ukifanya kwa moyo wa kupenda na ukamwachia Mungu, Mungu ndiye anayebariki na Mungu ndiye atakayekutazama. Na kama kukuinua atakuinua kwa sababu unafanya kutoka ndani. Utatambulika kwa yale matendo. Hata katika maisha ya kawaida mtu anatambulika kwa matendo yake. Vile ulivyo unavyoonekana nje, ina maana na ndani ndivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kuna gharama. Yaani mpaka ufike hatua yetu kaweka kwenye historia, ndio kuna gharama ambayo imefanyika. Tena ni kubwa, sio ndogo. Kuna gharama. Sasa mwanamke wa leo tunatakiwa tuyabaye haya matendo. Tuyabaye haya matendo ili atusaidie. Haleluya. Haleluya. Amina. Tunatakiwa tutembee katika matendo mema na ibada njema. Ni kuwaona wajane na yatima. Hiyo ndio ibada njema. Amina. Mungu atusaidie sana wanawake. Tusimame katika zamu. Huyu alisimama kwenye zamu yake. Na wewe leo simama kwenye zamu. Na mimi leo nisimame kwenye zamu. Tutatembea vizuri. Umoja utaonekana. Upendo na ushikamano utaonekana. Amina. Mungu atusaidie sana. Na tunaona alipofariki kanisa lililia, liliomboleza. Ni kweli. Na kwa nini Mungu ameruhusu hichi kitu? Ni kwa nini? Mpaka Mungu akaona bora arejeshe uhai wake. Hicho ni kiwango kingine. Yuko mbali, alikuwa kwenye viwango vingine. Tamani mwanamke wa leo kuwa kama Dorcas. Tembea katika hali ya matendo mema ya utakatifu. Maneno hayawezi kutusaidia, maneno ya kawaida hayawezi kutusaidia. Na kuna mwingine nisikia kuna msemo mmoja wanasema mkono mtupu haulambwi. Si ndio Mkono mtupu haulambwi. Kuna wakati natakiwa tufanye matendo. Kidogo kile ulichonacho fanya. Kwa kidogo kile ulichonacho fanya, utaona ukuu wa Mungu. Mkono wa birika hauwezi kupokea. Maana muda wote umejikunja tu hivi. Tufanye matendo mema. Tunyoshe, tukunjue mikono yetu kwa upendo, kwa furaha, na Mungu atakubariki. Amina. Lakini pia naomba tumwangalie Esther. Esther alifanya jambo kubwa sana katika nchi ile. Kipindi kile na nchi ile alifanya jambo kubwa sana. Hakuangalia ule umalkia aliokuwa nao.
Hakuangalia vile alivyokuwa, ana nafasi gani, yupo kwenye eneo gani. Wayahudi walipotangaziwa kuuawa, hakunyamaza. Na yeye alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo hakutamani kuona Wayahudi wanauawa kulingana na ile tangazo ambalo limetangazwa na mfalme. Kwa hiyo alichokifanya yeye, hakuangalia vile alivyo, hakutazama kwamba yupo kwenye jumba la kifalme, hakuangalia kwamba yeye ni malkia, hakuangalia kwamba yeye ni nani wakati huo. Alitamani kuwaokoa Wayahudi wenzake. Amina. Hakunyamaza kimya. Walipanga maombi kwa siri, wakaomba siku 3. Mambo yaligeuzwa. Yule aliyesababisha lile jambo, yeye ndiye aliyefanya nini? Aliyeuawa. Ni kwa sababu gani? Walikubaliana wakaomboleza, lakini tangu ni mwanamke Esther alifanya tukio la pekee. Hakutaka kunyamaza, wenzio wao, yeye abaki. Na wenda singebaki kwa sababu naye alikuwa ni Myahudi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Esther, akina kurasa nyingi sana, utaelewa vizuri. Lakini kwa leo naomba tu nisomee Esther 4 na ule mstari wa kwanza mpaka 17. Esther 4 mstari wa kwanza. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizilarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu. Akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jambo ambapo amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwapo msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza. Hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Kisha Esther akamwita Hasaki, msimamizi wa nyumba, mmoja wapo wa mfalme, aliyomwagiza amhudumie Esther. Akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo haya na maana yake ni nini. Basi yule Hasaki akatoka nje kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji uliopo mbele ya mlango wa mfalme. Naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata, na hesabu ya fedha Hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani ili aonyeshe Esther, na kumweleza tena amwangamize, aingie kwa mfalme kumsihi na kuombea watu wake. Mstari wa 9. Basi Hasaki akaja akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema na Hasaki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yoyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Mstari wa 12. Basi akamwambia Mordekai maneno ya Esther,
naye Mordekai akamwagiza wampeleke Esta jibu la kusema, wewe usijizanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Lakini ni nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yale kama vile Esta alivyomwagiza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni zamani za Ahasuero, na huyu Ahasuero alikuwa ni alimiliki toka bara la Hindi mpaka Kushi. Amina. Lakini kusoma huku, lakini mwanamke baada ya kutangaziwa hayo, maana haya yote ilikuwa ni maandalio, lakini aliyekuwa anatafutwa ni nani? Ni Myahudi au wao. Na Esta alipopanga pamoja na mjomba wake, mambo yakasimama. Walifunga na kuomboleza siku 3. Leo tukiambiwa kwamba tufunge hata masaa 12, utasikia vidole vya tumbo. Afu tunataka tumuone Mungu. Huyo Mungu wa wapi tunayemuona? Masaa 12 anatushinda. 12. Kila mmoja atatoa sababu zake. Alafu tunataka ushindi. Huyu alipata ushindi na walipata ushindi ni kwa sababu walinia mamoja. Walipatana. Siku 3 walivaa magunia, wakaomboleza, na Mungu alisikia kilio chao, akawajibu. Yule adui ndiye aliyeuawa. Sasa mwanamke wa leo, mimi na wewe, tunapaswa kusimama. Tunapowasoma hawa wanawake wa zamani, tunapaswa kujifunza kitu kwao, liwe darasa kwetu, litufanye kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itupe hatua moja kwenda nyingine. Walitoa gharama, tunatakiwa tutoe gharama. Ibada tunasema saa 10 jamani, saa 10. Mtu anafika saa 11:30. Yaani wengine wanafunga, wengine ndio wanataka kutoka. Alafu tunataka kumuona Mungu. Tujifunze kwa wenzetu waliotutangulia. Tutauona ukuu wa Mungu. Tutayaona matendo makuu ya Mungu. Na sio uaminifu kwenye ibada tu. Tunatakiwa kuwa uaminifu mahali pote, mazingira yote. Hata kwenye kazi zetu binafsi. Tunatakiwa kuwa uaminifu. Ili uweze kupata faida, kwa vyovyote vile lazima uwe mwaminifu. Wewe unaamka saa 3 unataka ufanye kazi ziishi kwa wakati fulani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatakiwa kujitoa. Tuwe shaku kwa kila jambo. Ili tumuone Mungu na baraka zake tuweze kuziona. Ni pale tutakapoamua na kuchukua hatua na kutembea. Tutaziona baraka zake. Tutaona ukuu wa Mungu. Na milango itafunguka. Katika maisha yetu itafunguka. Katika kanisa itafunguka.
Kanisa litapona sisi wanawake tukilia, tukiomboleza. Tunapopatana, tunapokubaliana, tukifika tukaomboleza, inawezekana malango yakafunguka. Tutoke katika vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badala ya maneno tufanye kazi. Badala ya kulaumu, kufanya kazi. Nyumbani mwa Mungu hakuna kazi ya mtu fulani. Ninachoamini ni kwamba kila mwanamke, kila yeyote ambaye ameokoka anamjua Mungu. Kuna kitu Mungu alikiweka ndani kwake. Leo hii tumevifukia vile ambavyo Mungu ameviweka viweze kutumika. Lakini kila mmoja angesimama kwenye nafasi yake, angejua wito alioitiwa na kile Mungu amekiweka ndani yake. Tusingelaumiana, kwa sababu kila mmoja angekimbizana kufanya kile ambacho Mungu anataka kiweze kufanyika katika nyumba yake. Tungependana. Kanisa, funze kanisa la zamani na la leo ni vitu vingi tofauti. Lakini Mungu ni yule yule aliyetenda kipindi kile na leo anatenda. Ulishawahi kujiuliza mwanamke au baba, ulishawahi kujiuliza kwamba kwa nini Mungu hanitendee? Ni kwa sababu hatutembei katika nafasi ile Mungu ambayo ametuweka. Hatupokei ni kwa sababu ya vile tulivyojiweka. Tusiingie katika nyumba ya Bwana kama desturi, kwamba Jumatano ni siku ya ibada, Ijumaa ni siku ya ibada, tunakuwa na ibada kwa ufupi na maombi. Tusiingie kwa desturi. Tusiingie kwa desturi. Hebu jifunze kumwambia Mungu, umenipa siku ya leo na nafasi ya siku ya leo mimi kukanyaga hekaluni mwako. Unataka Mungu anifanye nini? Siku yako isiende bure, ibada yako isiende bure. Hawa tunaowasoma walifanya kwa wakati wao na kwa muda wao. Leo ni zamu yetu sisi. Una ushuhuda gani mwanamke? Una ushuhuda gani baba? Wanakusema nini? Kila mtu ana watu nyuma yake. Kwenye maisha haya ya wokovu, kila mtu ana watu nyuma yake, ambapo wewe ukiteleza, ukianguka, wale nyuma yako nao wataanguka. Unajisemekana wewe wa namna gani? Una sifa gani? Kuna kelele gani nyuma yako? Kuna kelele gani nyuma yako? Nilishawahi kujifunza siku moja, wakati niko kanisani kule Ipuji, kuna mambo fulani yalikuwa yametokea sana. Kuna mtumishi mmoja akasema hivi, mwanangu, ukiona kuna kelele nyuma yako, hebu tulia, piga goti mbele za Mungu, halafu tafakari kwanza, ni nini hizo kelele? Ni za nini hizo kelele? Ni za nini? Kwa sababu ukae ukijua wewe ni barua. Yaani mmoja, Mungu amekutoa mahali fulani, kakuweka mahali fulani ambapo Mungu anatarajia kupata kitu kwako, anatarajia kupata faida kwako. Halafu Mungu anapotarajia kupata faida kwako,
unamletea hasara. Mungu atasikia vizuri? Mungu atakujibu mwanamke? Mungu atakujibu baba? Kwa sababu kila unapotazama umegeuka, uko mbali na yeye. Turudi katika misingi, ili hata kama siku naondoka uache alama. Yaani tamani kuacha alama mahali ulipo, tamani kuacha alama. Tena sio alama mbaya, alama nzuri, kama wenzetu walioacha alama. Leo tunawasoma ni kwa sababu walifanya vizuri. Amina, amina, walifanya vizuri. Tutamani kufanya mazuri zaidi. Walikuwa ni binadamu kama ulivyo wewe na mimi leo. Walifanya kazi kama tunavyofanya kazi mimi na wewe. Tamani kufanya kazi iliyo njema mbele za Mungu, ili uone ukuu wa Mungu, ili uweze kuona matendo makuu ya Mungu. Tamani kufanya yaliyo mema mbele za Mungu. Amina, amina, Amina. amina. Amen. Hapa nimsome mwanamke mmoja, Debora. Debora alikuwa nabii, ni mwanamke na alikuwa nabii. Tena kwa Agano la Kale ilikuwa ni ile kama vile kitu ambacho hakikubaliki, lakini Mungu ndiye alimtumia mwanamke katika unabii. Amina. Utajisomea, unaweza kusoma Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5. Waamuzi. Tutamani kufanya matendo yaliyo mema. Waamuzi sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5. Nitasoma. Basi Debora nabii mke mkewe Lapidoni ndiye aliyekuwa mwamuzi. Huyu mwanamke alikuwa pia mwamuzi wa Israeli. Alikuwa nabii lakini pia ni mwamuzi katika Israeli wakati ule. Mstari wa 5 anasema, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Bethali katika nchi ya vilima vya Efraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Amina, amina. Waisraeli walikwea kwake, walienda kwake ili akawaamulie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakimbiliwa na nani? Nani anakuja kwako kupata msaada kwako? Na hata kama wakija kwako, ikitokea kama wamekuja kwako, unaweza kuwasaidia, lakini bado tuna maneno ya kutoa. Unamsaidia, lakini akitoka una rafiki, na rafiki ana rafiki, mtu ana mtu. Huo uamuzi unakuwa hauko sahihi.
huo uamuzi unakuwa hauko sawa. Ili uwe mwamuzi mzuri, na mtu yoyote ambaye anamjua Mungu lazima awe na kifua cha kubeba mambo. Si kila jambo unaweza kusema. Kuna mambo mkimaliza mmemaliza, yanaishia pale. Mwamuzi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana wanawake. Na kuna wanawake wengi na watumishi wengi katika Biblia. Hatuwezi tukawasoma tukawamaliza kwa siku ya leo. Lakini kuna watu walifanya mambo makubwa. Ukisoma kama yule mwanamke wa Sarepta, alifanya jambo kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu akafanya jambo juu yake. Ni kwa sababu alitoa kutoka ndani. Ni kile kile alichokuwa nacho, ni kidogo kile kile ambacho alisubiria ale na mwanae wafe, lakini akaona ni vyema kumlisha mtumishi wa Mungu. Je, wewe unaweza kufanya hivyo? Watoto wamekuzunguka hapa, kuna nini na robo tu ya unga. Mtumishi amekuja, unaweza kwa nani kupika chakula kwa mweke? Wakati tunaangalia watoto wamekuzunguka wanataka kula. Kwa akili ya kibinadamu ni ngumu, lakini kama Mungu yupo ndani yako na ukasikiliza maelekezo ya Mungu inawezekana. Kwa sababu katika kila jambo kuna gharama, katika baraka kuna gharama. Lakini bado ukiketi miguuni pa Mungu, ukamsikiliza Mungu anapotaka, hakuna kinachoshindikana. Niwaombe wanawake wenzangu, niwaombe kanisa, tusimame na kutenda kazi pamoja. Maisha tulionayo ni mafupi mno. Siku tulizonazo ni chache mno. Ni chache mno. Yaani wajihoji tu kwamba mimi hivi kwa mfano ikitokea nimekufa sasa hivi ni wapi naenda? Ni njia gani naelekea? Na kwa matendo gani? Mungu akinitazama na kweli naomba baraka kwake. Natamani Mungu anione. Lakini nimefanya nini? Kuna kitu gani ambacho naweza nikamshawishi Mungu na Mungu akafanya kitu gani? Kuna kitu gani? Ikiwa kama katika kutumika natumika mtu anavyojisikia kwamba leo naweza nikaenda, yaani leo si leo naweza nikafanya hiki na hiki sikifanya. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Amen. Nyumba zetu tunapenda kuzipamba, kuziangalia, lakini si katika nyumba ya Mungu. Lakini tukisoma ni kwamba wanawake ni watu wa tofauti sana. Lakini si wanawake tu, mpaka wanaume wa baba. Jamani, kuna mazingira tukisema tunayatazama, tukisema tukishikamana tunayatazama mazingira ya nyumba ya Mungu. Kila mmoja akasimama kwenye zamu. Nyumba ya Mungu haiwezi kuwa hivi kama hivi. Haiwezi kuwa hivi ilivyo. Kwa sababu kila mtu anapolala na amka anajua kuna usafi katika nyumba yake. Na tukasema kwamba kila mtu ana usafi katika nyumba yake. Tuiangalie basi na nyumba ya Mungu. Wewe unapoamka jua kuna nyumba ya Mungu, na nyumba ya kwako, lakini kuna nyumba ya Mungu. Kuna watu wanahitaji msaada, tuwatazame kama wanawake. Tuangalie katika nyumba ya Mungu. Lakini pia kuna kushuhudia kwa matendo. Kuna watu wako nje wanatutazama sisi. Tunafanya nini? Kuna injili ya matendo. Kuna mwingine na siku kadhaa ajala, lakini mdopole uko hapa na unakula, vingine mpaka na mwanga viporo.
ila tu kwenda kuambia jamani, leo nimebarikiwa na hiki, chukueni jamani, tushie wote. Hakuna. Hamna. Mungu atusaidie sana, tuwe watu wa tofauti. Kama Mungu ametuita kwa ajili ya kazi, tufanye kazi. Najiulize, kwa nini wewe umeitwa? Kwa nini asingekuwa yule? Kuna sababu za wewe kuitwa mapema. Ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu. Ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu. Msiangalie mataifa wanapobarikiwa. Wanabarikiwa ni kwa sababu ni waaminifu. Ni waaminifu kuliko tunavyofikiri. Sisi tumebebwa na neema, na hii neema ndio inayotulemaza. Lakini wenzetu wao ni kutii sheria, na anazitaka zile baraka, anataka mali, ni lazima atii. Tunataka kitu fulani, ni lazima atoe sadaka ili aweze kufanikisha, na yote anafanya ili afanikishe mambo yake. Lakini sisi tunasema tutapita pale mbele, tutaombewa tu. Tutaombewa tu. Toa. Hata kama inauma wewe, toa. Uone kama Mungu hajafanya kitu kwako. Uone kama Mungu hajafanya kitu kwako. Ukimchukulia Mungu poa, naye atakuangalia kama ulivyo. Mungu hajawahi kuchukuliwa poa. Yeye sio wa kawaida tu. Ni Mungu wa viwango vingine na tofauti kabisa na unavyofikiri. Ana nafasi yake ya tofauti kabisa. Sasa tukimchukulia poa, tutabaki na umaskini na historia kwamba walokole ni maskini, lakini sisi hatupaswi kuitwa maskini. Tumeambiwa tutakopesha. Tutakopesha nini? Tutakopesha fedha, kwa sababu fedha na mali zote ziko mbele za Mungu. Lakini tumegawa upande wa pili ni kwa sababu ufalme wale mwingine unafaidika kwa sababu wanajitoa tena kisawasawa. Sisi tunachukulia kawaida tu. Mungu atusaidie sana. Yaani sio waaminifu kabisa kwa kila kitu. Sasa tunatakiwa tutoke huko, turudi kwenye uaminifu. Tuifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu na kwa moyo wa kupenda. Majungu, maneno, masengenyo hayawezi kusaidia. Fanya kwa vitendo. Kila kitu fanya kwa kitendo. Fanya kazi kwa vitendo ili zione baraka za Mungu. Mage, mimi sina mbingu ya kukupeleka. Hata kama ukimsema Mage hana mbingu ya kukupeleka. Sina mbingu. Wala Mama Tia hana mbingu ya kukupeleka. Upo hapa ni kwa sababu ya Mungu. Sasa huyu aliyekuweka hapa ndiye nataka muangalie na umtumikie yeye kwa moyo wa kupenda. Kama kumbariki, toa sana, mbariki kwa kutoa ili Mungu aweze kuonekana kwako. Mchungaji hana mbingu ya kukupeleka. Mama mchungaji hana mbingu ya kukupeleka. Kwa sababu hata yeye ni mwenyewe anachunga. Amepewa dhamana ya kuchunga. Lakini anaitafuta mbingu. Anatamani siku moja akakae katika kiti kile cha enzi. Anatamani aingie mbinguni. Pamoja na kwamba amepewa dhamana, lakini bado anatamani aingie mbinguni. Tusimame katika misingi iliyo imara. Tusimame katika misingi ya Mungu mwenyewe. Tutaziona baraka za Mungu. Na Mungu atubariki. Amen. Unaweza kusimama pale ulipo tukamwomba Mungu, tukamwomba
ili Mungu aweze kutusaidia tuweze kuvuka mahali ambapo Mungu anataka yeye tu, ili tuweze kufikia yale malengo. Tumwambie Mungu jioni ya leo, tunaposoma historia za watu, hizo zilikuwa ni kipindi kile. Leo tunakutaka wewe, inanitaka mimi nifanye hayo mapenzi ya Mungu. Kanisa lilikuwa na upendo. Kanisa kipindi kile liliugua. Yaani mtu akitenda dhambi katika nyumba ya Mungu, ile anatangazwa kwamba amefanya kitu fulani, anatengwa, kanisa lililia. Lakini sio leo. Leo tunamsindikiza kwa kelele za fijo. Fulani unajua katengwa, kafanya hiki na hiki. Lakini kumbe hatupaswi. Huo sio upendo. Huo sio upendo. Upendo ni kuugua. Unaposikia jambo mtu kalifanya ambalo liko kinyume, sikia kuugua na kumsaidia yule mtu haraka sana. Lakini sio iwe ni bango la matangazo. Mungu aliyetenda hata leo anatenda. Tusifukuze ile miujiza, tusiiweke kando. Na ndio maana leo tunahangaika huku na kule, tunatafuta miujiza. Sio kwamba Mungu ameshindwa kutenda. Leo upo sio kwa mtume gani, kesho uko kule. Una baba anayekulea. Unafikiri madhabahu umeshindwa kukutendea muujiza? Haijashindwa kukutendea muujiza, ila ni wewe. Mwenye shida ni wewe. Mwenye shida ni mimi naye hangaika. Nikisema nimewekeza imani yangu kwamba Mungu, mimi niko hapa, nataka nikuone hapa, lazima hiyo. Kwa sababu Mungu aliyetenda kipindi kile hata leo anatenda, na hata milele atatenda. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Baraka tunazo tumezikalia. Uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu, yaani tunao mkubwa sana. Tunao mkubwa sana. Kila aliaminie jina la Yesu Kristo na kuziamini kazi alizozitenda, tutazitenda na zaidi ya zile ambazo Kristo alizifanya. Amesema yeye mwenyewe katika Yohana, kama sikosei 15 kama kwenye mstari fulani, kila anayeamini kazi zake na matendo yake, tutayafanya zaidi ya yale. Na mwana wa Mungu, pale unapookoka, unapotubu, Mungu anaweka kila kitu kwako. Anaweka kila kitu, uweza ule anaweka kwako. Ila unashindwa kufanya kazi ni kwa sababu tuko mbali na yeye. Tumemwacha mbali. Ameshindwa kufanya kazi na sisi ni kwa sababu ya sisi wenyewe, maisha yetu ambayo tunayaishi. Ndio anasababisha dhambi. Maisha. Simama pale wewe. Natamani kufanana nawe. Natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kufanana, natamani kufanana siku zote za maisha, siku zote
Mungu atengeneze upya maisha yako. Ukitaka kuona Mungu lazima ujitoe mbele zake. Mwambie Mungu jioni ya leo asikupite siku yote. Baba yetu na Mungu wetu mfalme mwema, Mungu nakuja mbele zako kwa moyo wa toba, kwa moyo wa rehema. Ninaomba Bwana majeshi, Baba uzima, ukaturehemu Bwana, ukanirehemu mtoto wako. Ninaomba msamaha yako Bwana, ninaomba rehema zako Yesu Kristo. Nimeenda kinyume na matakwa yako. Kuna wakati nimelia sijibiwi, kuna wakati nimelia sioni matokeo. Kumbe niko kinyume na wewe Mungu. Ninaomba rehema zako, ninaomba toba Bwana, ninaomba toba juu ya kanisa lako, ninaomba toba Bwana majeshi, ninaomba rehema zako Mungu, ukalirehemu kanisa lako. Ninaomba toba Bwana juu ya kanisa lako, Mungu wa mbingu na nchi, Baba uzima. Wewe Bwana urehemuye, ukaturehemu sasa, ukalirehemu kanisa lako na leo, ukalirehemu Mungu wa mbingu na nchi. Bwana majeshi, tunashuka mbele zako Mungu, uturehemu. Tuko kinyume na matakwa yako, tunaomba Mungu wa mbingu na nchi, tusaidie, utusaidie Bwana majeshi, ututakase Bwana, utufinyange upya mtakatifu, utufinyange upya Mungu wa mbingu na nchi. Finyanga Bwana maisha ya kila mmoja, finyanga Bwana akili zetu, fikra zetu, finyanga Bwana majeshi, Baba uzima, kwa ajili ya kazi yako Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, Baba uzima. Yesu, ututengeneze Bwana, tuwe vyombo vipya viteule kwa ajili ya kazi yako. Yesu, tusaidie mfalme wa ajabu uzima. Tupe Bwana mtakatifu kusimama katika kweli yako. Tupe Mungu kusimama katika misingi yako. Tupe Yesu Kristo anaendelea kutenda ile mapenzi yako. Tupe kushikamana kama kanisa mtakatifu wa uzima. Yesu Kristo tusaidie. Saidia kanisa lako. Saidia wanawake hawa. Saidia Mungu wa mbingu na nchi. Simama na kila mmoja. Simama vile Bwana vile utakavyo. Mungu wa mbingu na nchi. Yesu kasimame na kanisa lako Bwana. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu ishie milele Bwana, ukasimame nasi kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Mungu tunanyenyekeza kwako. Mungu tunashuka kwako mtakatifu. Tunakuomba Mungu wa mbingu na nchi. Yesu katusaidie. Yesu katuwezeshe. Yesu Kristo wa Nazareti ukasimame pamoja nasi. Mungu kawajibu kwetu Bwana. Ukatujibu Mungu wa mbingu na nchi sawa sawa na uhitaji wetu mtakatifu. Yesu onekana Bwana. Ninaliweka madhabahu mikononi mwako. Simama na madhabahu yako Bwana. Simama na mlima Sayuni. Simama Mungu wa mbingu na nchi. Simama Bwana majeshi. Simama na ibada zinazoendelea katika mitandao. Simama na wanaotusikiliza katika mitandao. Simama nao Bwana majeshi. Usiwaache, usiwapungukie. Yesu kawaguse mfalme wa falme. Ukawaguse Mungu wa mbingu na nchi. Gusa maisha yao Bwana. Gusa maisha yao Mungu wa mbingu na nchi. Ukasimame nao Bwana kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbingu na nchi, tujalie neema Bwana mtakatifu. Tujalie neema mtakatifu ya kurudi katika misingi ya upendo. Kurudi katika misingi ya kushikamana. Turudi katika misingi ile Bwana ambayo unataka. Yesu tusaidie. Tuwezeshe mfalme. Tuwezeshe Mungu wa mbingu na nchi. Tuwezeshe Bwana mtakatifu kulia pamoja na wanaolia, kufurahi pamoja na wanaofurahi. Yesu tusaidie. Tusaidie Mungu wa mbingu na nchi. Mungu mwenye uwezo, Baba yangu na Mungu wangu, ninakurudishia sifa na utukufu mwenye